Hali ya uchumi Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuelekeza nguvu kwenye sera za kiuchumi jumla na sera za uchumi katika ngazi za chini zinazogusa wananchi wa kawaida. Ni wazi kuwa kazi hii haikuwa nyepesi wala rahisi kutokana na hali ya Uviko 19 na migogoro ya kikanda inayoendelea ambayo imepelekea uchumi wa dunia kutetereka. Ili kukabiliana na hali hii, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kisera, kiutawala na uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kuwa jitihada zetu zilizaa matunda. Ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ulipanda kutoka wastani wa 3.9 mwaka 2021 hadi 5.5 mwaka 2024. Ukuaji huu uko juu ya wastani wa ukuaji wa bara la Afrika ambao ni 4% kwa mwaka 2024. Aidha, wakati uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa wastani wa 2.3 mwaka 2025, Shirika la Fedha Duniani linakadiria kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia 6%. Pato ghafi la Tanzania la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi pato la wastani la Mtanzania nalo limeongezeka kutoka shilingi milioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya 5% kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi 5%, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika, hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula.